Uingereza na Ufaransa bado zina dhamira ya kupeleka wanajeshi kwa wingi huko nchini Ukraine kwa kile wanachosema kwamba ni kikosi cha uhakikisho kinachoweza kutumwa kwenye eneo la vita. Rais Emmanuel Macron anasema Ufaransa na Uingereza zimebadili uwezekano wa kupelekwa kijeshi kwa Ukraine wanajeshi wao. Rais huyo Emmanuel Macron wa Ufaransa na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wamekuwa wakizungumza hayo na kuhakikisha kwamba Ukraine lazima ipambane na lazima ishinde dhidi ya Urusi. Ufaransa na Uingereza zitaendelea kushinikiza kutumwa kwa kikosi cha kijeshi huko Ukraine. Bwana Emmanuel Macron alisema mpango wa Paris na London wa kupeleka wanajeshi Ukraine iwapo kutakuwa na makubaliano ya amani na Urusi umekataliwa tayari na wanachama kadhaa wa Umoja wa Ulaya, lakini bado Macron anang'ang'ania kupeleka wanajeshi hao huku akishirikiana na Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Uingereza. Wakati mabadiliko katika fikra za Ulaya Magharibi yakiripotiwa na shirika la habari la Reuters ambalo limenukuu vyanzo vingi, Kiev imekuwa ikishinikiza kutumwa kwa wanajeshi kama dhamana ya usalama pamoja na wanajeshi walio tayari kupigana. Akizungumza baada ya mkutano wa kilele mjini Paris siku ya Alhamisi, Macron alitangaza kwamba kile kinachoitwa muungano wa walio tayari utatafuta kupeleka kikosi cha uhakikisho kwa Ukraine baada ya makubaliano ya amani na Urusi kufikiwa. Kiongozi huyo wa Ufaransa alikiri kwamba pendekezo hilo halikuweza kupata uungwaji mkono bila majina. Hata hivyo, ujumbe wa Ufaransa na Uingereza ungetembelea Kiev kujadili mpango huo kwa vyovyote vile. Hata hivyo, kile kinachoitwa muungano wa walio tayari uliobuniwa awali na Marekani kurejelea nchi zilizounga mkono uvamizi wa Iraq mwaka 2003 sasa unahusisha nchi ambazo zimeahidi kuendelea kuunga mkono kijeshi Kiev na ambazo hapo awali zimejadili kutuma kikosi cha kulinda amani nchini Ukraine. Kuanzisha kikosi kama hicho kutahitaji maelewano kati ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya na kungefanya kazi chini ya mamlaka ya kimataifa kama vile kutoka kwa Umoja wa Mataifa. Jeshi la uhakikisho lingeona nchi zikitoa msaada wa kijeshi wa moja kwa moja nchini Ukraine. Hivi majuzi Marekani ilipanga usitishaji vita mdogo kati ya Ukraine na Urusi na kuweka kusikitishwa kwa Italia, Ujerumani na Hungary ambazo zimeripotiwa zikizungumza dhidi ya mpango wa kulinda amani wa Anglo-Franco, ikitoa wasiwasi juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa athari za kifedha. Moscow imepuuza mara kwa mara wazo la mataifa ya Magharibi na yale ya NATO kuchukua majukumu ya kulinda amani nchini Ukraine. Wizara yake ya mambo ya kigeni ya Urusi imeshutumu Ufaransa na Uingereza kwa kuanzisha mipango ya kuingilia kijeshi Ukraine ambayo inaweza kusababisha mapigano ya moja kwa moja ya kijeshi kati ya Urusi na NATO. Moscow pia imeshutumu Ufaransa na Uingereza kwa kuzidisha mvutano kimakusudi ili kudhoofisha juhudi za kutatua mzozo huo unaofanywa na Marekani. Mashambulizi ya miundombinu ya nishati yameonekana wakati ambapo Marekani pamoja na Urusi na Ukraine zilikubaliana juu ya kutofanya mashambulizi katika miundombinu. Moscow imeshutumu Kiev kwa kukiuka mara kwa mara masharti ya kusitisha mapigano na kushambulia maeneo yanayohusiana na nishati nchini Urusi. EU imekuwa ikisukuma ajenda ya kijeshi licha mchakato wa amani unaoendelea. Rais wake wa tume ya Umoja wa Ulaya von der Leyen hivi majuzi alizindua mpango wa euro bilioni 800 wa kuongeza matumizi ya kijeshi kupitia mikopo, lakini mataifa ya kusini mwa Ulaya kama vile Italia na Uhispania hata hivyo ameripotiwa kurudisha nyuma pendekezo hilo, huku kukiwa na wasiwasi kwamba linaweza kuongeza mzigo wao wa madeni. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News ukiwa nami Adam Hussein.